Ujambo na karibu mtazamaji wa Channel 10 popote pale ulipo, karibu katika kipindi cha Tufunge Safari. Kipindi hiki ni maalum kwa ajili ya kuelekea uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu 2025. Ni kukumbushe tu mtazamaji kwamba uchaguzi mkuu unasimamiwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC. Basi ewe Mtanzania, ewe mwananchi, popote pale ulipo, wakati ukifika, ni nafasi pekee, ni haki yako ya msingi kujitokeza ili kwenda kupiga kura kuchagua kiongozi ambaye anafaa kwa ajili ya kukuletea maendeleo. Hii ni Tufunge Safari. Mimi ni Esther Amandus Zelamula, karibu sana. Na hapa studio ninaye mgeni, yeye ni Bi Gema Akilimali, ni mwanaharakati kutoka mtandao wa jinsia Tanzania TGNP. Niko naye hapa kuzungumzia masuala mbalimbali, hususan umuhimu wa mashirika yasiyo ya kiserikali kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu 2025. Karibu sana katika studio zetu. Asante sana, nashukuru sana Esther. Asante sana. Moja kwa moja kwa kuanza kipindi chetu, tunafahamu kwamba mashirika haya yasiyo ya kiserikali, yani NGO, pamoja na zile asasi za kiraia yamekuwa na mchango mkubwa sana katika taifa la Tanzania katika nyanja tofauti tofauti, zikiwemo za kijamii, za kiuchumi, pamoja na utawala bora. Sasa TGNP, mtandao wa jinsia Tanzania, mnashiriki kwa kiwango gani katika kutoa elimu kwa umma juu ya masuala ya uchaguzi, na kama kuna ufadhili mnapata wapi? Asante sana. Naam. Kwanza niseme tu kwamba ninashukuru kupata hii nafasi. Asante sana. TGNP ni moja ya mashirika ambayo kwanza yana wadau wengi. Naam. Na wadau wenyewe wala sio wananchi tu, lakini hata serikali ni wadau wetu. Naam. Kwa nini nasema serikali ni wadau wetu? Kwa sababu kuna mipango mingine ambayo tumekwenda na serikali, kwa mfano ile budget kwa mtazamo wa kijinsia na kadhalika, ni sisi tumeisukuma serikali ikaijua. Kwa hiyo tunasema ni shirika ambalo limekuwa likiangalia mahitaji ya taifa na mahitaji ya wananchi na kuona ni jinsi gani ambavyo tunakwenda. Sasa tuje kwenye swala la uchaguzi. Sisi tuna wadau kama nilivyosema wengi. Kwanza sasa hivi tumefikia mahali pa kusema ile tuliyokuwa tunangoja tu kwamba sisi tukaweze kugusa sera, mipango na kadhalika, sisi wenyewe kama mtandao peke yetu pale, tuwapike wananchi. Kwa hiyo tuna vituo vya taarifa na maarifa. Tunapokwenda kwenye vituo vya taarifa na maarifa, tunawaandaa kwenye mambo mengi. Moja ya mambo ambayo tunawaandaa ni swala zima la uongozi. Na swala zima la uongozi ni kwamba hata wenyewe walione ni muhimu, lakini wajitokeze kama wapo na kadhalika. Kwa hiyo tumekuwa na mafunzo ya kuonyesha kwamba kwanza uongozi ni nini na unatakiwa uwe namna gani. Lakini inapofika kwenye siku ya uchaguzi, tunafanya nini? Hatukai tu hivi. Kwa hiyo tunajaribu kuona ni jinsi gani ambavyo wanaelewa maana ya uchaguzi, na wanaelewa vile vile jinsi gani watahamasisha hata wenyewe watu kushiriki kwenye uchaguzi, kwa sababu tunayamini kwamba uchaguzi unaleta uongozi. Na ukileta uongozi ndipo nchi inaweza kuendelea. Hakuna nchi ambayo inaweza kuendelea bila uongozi. Lakini vile vile tunaendelea kwa undani kusema kiongozi ambaye anastahili ni wa namna gani. Sasa kutokana na masuala ambayo tunafanya ni kwamba tunasema ni lazima tuwe na uhakika kwamba huyu kiongozi kweli yuko kwa ajili ya wananchi au yuko kwa ajili ya yeye binafsi. Hapo ni lazima upime, na kadiri wanavyokaa nao wanawafahamu kwamba huyu anachotaka yeye ni ya kwake tu, lakini wanajua huyu kweli ni mtetezi wa wananchi. Kwa hiyo sisi vile vikundi havibaki vyenyewe, ni kwa ajili ya wananchi. Hata zile ajenda ambazo tunazifanya ni kwa ajili wasaidiane na wananchi. Na sasa hivi tumefika kama ninavyosema vituo vya taarifa na maarifa. Tunawafikisha mpaka hata na kwenye serikali za mitaa ili waelewe hata mipango ya serikali ya mtaa zinafanyaje kazi, zinafikia wapi na haki yao iko wapi na kadhalika. Kwa hiyo wakisha kuwa na uelewa wa namna hii, wanaona vile vile umuhimu huo. Sasa
katika kuwafundisha ndio tunasema msije mkakae kama watazamaji, nyinyi ni sehemu ya jamii ambayo mnatakiwa kushiriki kikamilifu katika uchaguzi, na uchaguzi ndio utakaoleta uongozi. Lakini vile vile tunawaambia ndani yenu kuna watu manake lazima na nyinyi muonyeshe mfano kwamba ni watu ambao kweli mnaweza kusimama kwa ajili ya mahitaji ya wananchi, sio kwa ajili ya wewe binafsi. Kwa hiyo tumekuwa tukiwapika waweze kuelewa ajenda za wananchi ni nani, ni nini, nini mapungufu yaliyopo, ni jinsi gani ambavyo atanyanyua wananchi waweze moja kwanza hata kujitegemea. Sio lazima kila wakati tutazame serikali, lakini vile vile ni jinsi gani wanaweza kuona kwamba haya ni masuala yetu, tunahitaji kuyashughulikia. Haya mengine tutakwenda serikali ya mitaa, haya mengine tutapeleka huko. Kutokana na uelewa huu, basi wanajikuta kwamba kumbe na mimi ninaweza kuwa kiongozi. Hapo hapo tunawapika uongozi ni nini. Tuna ajenda kabisa. Uongozi ni nini? Uongozi ni ile ambayo huna mamlaka ya kusema umejiamulia, ni ya wananchi, ni wananchi. Uongozi ni kule kuwapeleka wananchi wafikie mahali pakuwa na sera nzuri, utekelezaji mzuri. Sera zipo, lakini utekelezaji ukoje? Ni sisi wenyewe ambao tunawaangusha kama hatutawaelewesha wananchi. Kwa hiyo hiyo ndio haya mafunzo sisi yako kila wakati, hayangoji hata uchaguzi, ila inapofika kwenye uchaguzi sasa tunakuja kuijikita kwenye uchaguzi. Yale yote tuliozungumza jamani, yanasimamaje sasa tumefikia wakati huu wa uchaguzi? Kwa hiyo tunasema haya sio wale tu, wewe mwenyewe umejiandaje kwenye uchaguzi? Je, unao uwezo wa kuweza, tunaweza tukakutambua, tukakuchagua na wewe ukachaguliwa? Onyesha nia basi, usiende tu hivyo, onyesha nia. Unapoonyesha nia, ni nini ulichonacho cha kuwapa wananchi? Maanake uongozi lazima uwe na talent ya kusema kwamba kweli mpaka watu waseme kweli huyu kiongozi wetu. Lakini kama sio hivyo, sasa unajipeleka kwenye uongozi kwa ajili gani kama huna ajenda za wananchi? Sisi kwetu sisi ni ajenda za wananchi, ndio hasa tunazibeba kusema kwamba bebeni, muonyeshe mfano, na hata anapokuona tu anasema huyu kweli ndio anafaa kuwa kiongozi wetu, na haitakuwa shida hata kuchaguliwa. Naam, mtazamaji, nasema kazi na utu tunasonga mbele, ndiyo kauli mbiu ya uchaguzi mkuu mwaka huu 2025. Mama Gema Akilimali, nini sasa umuhimu wa ujumuishwaji wa masuala ya jinsia katika uchaguzi? Asante sana. Hili limekuwa ni swali ambalo au tunaweza kusema swala ambalo tumelibeba sana. Unajua sisi tunasema ni mtandao wa jinsia Tanzania. Ndio. Wengi wakisikia wanafikiri tu kwamba wale wanakimbizana wanawake. Lakini masuala ya jinsia ni mengi, ni mengi. Na katika masuala ya jinsia tunaangalia hata katika masuala ya sera. Tunasema sera zinabebaje masuala ya jinsia? Tunaposema sera ni kutambua kwamba katika nchi hii kuna makundi mbalimbali. Na haya makundi mbalimbali yana mahitaji mbalimbali. Haya mahitaji mbalimbali yanawekwaje kwenye mipango ili kila mmoja afaidi? Lakini vile vile hata yakiwekwa, rasilimali ipo ya kuweza kuwasaidia. Kwa hiyo tunaainisha vitu vya namna hii. Vitu kama maji, vitu kama afya, vitu kama sasa hivi imeibuka hata ukatili wa kijinsia. Ni jinsi gani ambavyo yani ni lazima tueleweshe wananchi kwamba haya ni mambo ambayo yanagusa kila mmoja. Tunasema kwa mfano mahitaji mbalimbali, yote haya ni ya masuala ya kijinsia, sio ya wanawake. Kwa mfano tukisema maji yasipokuwepo, ni wazi kwamba huduma afya itakuwa na athari. Na athari ya afya haitamgusa mwanamke tu, alo msichana tu, ni jamii yote. Ni jamii yote itaguswa. Kwa hiyo ni lazima tuone masuala kama haya yanashughulikiwaje katika jamii. Na ya pili, wananchi waelewe wakati mwingine ni masuala yao. Unajua tatizo la Watanzania, wanafikiri serikali ipo itafanya. Serikali ipo itafanya. Haiwezi kufanya kila kitu. Sasa masuala ya jinsia ni hayo ambayo yanatambua mahitaji muhimu ya wananchi,
na kuonyesha kwamba sasa yanaweza yakatekelezwa. Mahitaji muhimu ni yale yanayoweza kuleta maendeleo mbele zaidi. Na kama hayatakuwepo, kunakuwa tena hakuna maendeleo. Swala la elimu ni swala ambalo ni la maendeleo. Na elimu sio ya msichana tu, ni hata ya wavulana. Ukiangalia kama kwenye culture za Wamasai, wakati mwingi unakuta Wamasai watoto wa kiume wanachunga kule, wanafanya nini. Kwa hiyo kwenye elimu inakuwa kama vile wanaachwa kando. Sisi tutakazana na wasichana, lakini ni kundi gani huku nyuma tunaloliacha? Kwa hiyo tunaangalia haya, kuna wale ambao hawajiwezi kirasilimali. Je, tunawaacha nyuma? Hayo ni masuala ya kijinsia. Je, tunayawaacha nyuma? Ukija kwenye kilimo ni uti wa mgongo. Tunasema ni uti wa mgongo. Lakini ukiangalia asilimia ya wananchi wa Tanzania, karibu 70% ya Watanzania ni wakulima. Je, katika kilimo tunawekeza ipasavyo ili angalau itoe tija? Maana yake haya yanaweza kuleta hata mazao ya kwenye viwanda. Sasa ni jinsi gani ambavyo tunamwekeza kwenye mkulima? Mkulima atambulike, mkulima aheshimiwe, mkulima aonyeshwe kwamba ni mtoaji wa rasilimali kubwa sana ya mazao na kadhalika. Lakini hata viwanda. Sasa katika hiyo unakuta kuna wanawake wengi ambao wako kwenye kilimo. Je, wako kwenye kilimo ambacho ni cha tija? Kama sio cha tija, italetaje maendeleo? Kwa hiyo unakwenda kwa namna hii. Lakini sio wanawake tu, wanaume wapo nao katika kilimo. Lakini unakuta wanaume wengi siku hizi huenda wanakwenda kwenye hizi, sasa wanaondoka vijijini, wanaachia wakina mama sasa kwenye kilimo. Je, tunao uwezo wa kuwasaidia wakina mama kwenye pembejeo? Na tusiseme pembejeo lazima alipe. Jamani, Tanzania hii ina rasilimali nyingi sana. Ni lini tutasema tunayo pembejeo ambayo itamsaidia mwananchi kwa gharama ndogo ili aone ule umuhimu wa kuwezeshwa? Lakini tusiseme tu kwamba nayo itahudumia. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo yanaleta kama mtambuka hivi. Ukienda kugusa tu swala hili, unakuta kwamba kuna tofauti katika ufikiaji na katika utumiaji. Sasa sisi kwenye masuala ya kijinsia tunataka kuonyesha kwamba kusiwe na tofauti. Kama huyu anafikia, basi na huyu afikie. Elimu kama huyu anafikia, na huyu afikie. Kwenye kilimo kama huyu anapata pembejeo, basi na hao wapata pembejeo. Kama hawa ndio wanaozalisha rasilimali ambayo itasaidia kwenye viwanda, basi wale wengine je, wanaosaidia si wanapewa msaada na nini? Basi na hawa wapewe. Kwa hiyo haya ni masuala ya kijinsia. Unapokuja kwenye swala kwa mfano la uchaguzi, tunakuja kwenye ukatili. Hivi wote tuko kwenye uchaguzi. Hivi kwa nini mimi nimuliko tu mwanamke? Unajua yule si ndiye aliyechukua mke wa mtu? Ina uhusiano gani kwenye uchaguzi? Ina uhusiano gani? Tunasema haya ni masuala ambayo hatutaki kuyasikia kwenye masuala ya uchaguzi. Huyu ni mtu, kama kuna masuala mengine hata wanaume wanayofanya. Kwa hiyo mimi usinimulike na mambo haya. Kwa hiyo huu udhalilishaji wa wanawake kwenye swala la uchaguzi nalo ni kitu ambacho tunalikemea sana sana sana. Hatutaki. Na safari hii tumeweka mikakati kabisa, hatutaki kusikia sauti zinazowanyanyasa wanawake, zinazowakemea wanawake, tunasema ni kama vile zinawaonyesha kama hamfai. Na hiki ndio kinachotuogopesha. Esther, unajua sisi tungekuwa 60% ya uongozi bila ya hiyo. Halafu kuna kitu kingine kinachoitwa mila desturi. Mila ya desturi gani? Sisi ndio viongozi wa familia, au sio? Kama tumeweza kuwa viongozi wa familia, tunashindaje kuongoza nchi? Tunawezaje kushindwa kuongoza mtaa? Tunawezaje kushindwa kuongoza serikali za mitaa kule? Eti ikija hiyo, nyinyi kupika. Nani anasema kwamba mwanamke ni wa kupika tu? Mimi kama tunaweza tukamudu familia na matatizo yote, je, tutashindwaje kumudu uongozi huo? Kwa hiyo huu ndio unyanyasaji katika uchaguzi tunaokataa. Mara nyingi sana inakuwa kama, unajua mtu akitaka kukuangusha analeta na ka agenda fulani ambako kana kuvuta nje. Sasa mwanamke anasema mimi kwa kweli siwezi. Yale matusi, tumesema matusi mwiko. Na mwiko kabisa kabisa. Tuko sawa na sisi ndio viongozi tunaojua tena zaidi, ndio wapanga mipango vizuri kabisa. Wakitupa uongozi, wakitoa uongozi kwa wanawake,
utaona maendeleo yatakayokuja. Kwa sababu ndio tunaovaa vile viatu vya matatizo haya. Haya ni masuala mazima ya jinsia. Ndio. Sasa mtandao wa jinsia Tanzania mnashiriki vipi au kwa kiwango gani Ndio. katika masuala ya siasa hasa nyakati hizi za uchaguzi? Asante sana. Kwanza ngoja nikuambie Esther, na wasikilizaji wote mjue, mashirika ya kiserikali, mashirika yasiyo ya kiserikali na hasa NGO, na sasa naisemea TGNP yangu, sisi ni nane partisan. Sisi hatuna chama. Huwa nasikitika sana nikienda kutoa muhadhara kwa CCM, kwa mfano kwa UWT, wanasema si unaona, nikienda kutoa kwa wengine huko wanasema si unaona yule ni Chadema. Ukienda huko yule ni nini? Hapana, mimi nishatoa mafunzo kwa wanawake UWT kwa namna gani sisi tunashiriki namna gani. Nirudi kwenye swala. Ndio. Moja, ushiriki wa sisi ni kuwapika makundi mbalimbali tulio nayo kuelewa maana ya uchaguzi, kuelewa hatua za uchaguzi, kuelewa miiko ya uchaguzi, na kuelewa juu ya nani anayefaa kuwa kiongozi na nani ambaye hatakiwi kuwa kiongozi. Lakini ya pili ni kuhamasisha wananchi watoke. Uchaguzi hauwezi kuitwa uchaguzi kama watu hawajatoka. Kwa hiyo tunawaandaa watu kutoka kwenda kufanya uchaguzi. Wakati huo wamesha tafakari, wameshaainisha watu wao, wamesha waona huyu anafaa, huyu hafai. Sasa waende wakaweke kura yao pale. Kwa hiyo hamasishaji wetu, ukweli ni kwamba tunahamasisha watu waende wakapige kura. Na hii tunawahamasisha sio wale vikundi tu, wale vikundi wana vikundi chini. Kwa hiyo ni kama wanachukua jamii nzima. Ukisema kwa mfano Shinyanga, tunao vikundi pale Shinyanga. Hawaangaliwi tu wenyewe wa Shinyanga kama vikundi. Wanaangalia jamii walioigusa. Sasa katika jamii iliyoigusa unakuta sasa tumezoa watu wengi sana kuelewa hiyo elimu. Na kwa hali hiyo uhamasishaji unakuwa mkubwa sana, na wanatuelewa na wanaona ukweli ulipo, lakini wanaelewa masuala mazito ya maana ya uchaguzi na haki ya uchaguzi. Hiyo ni muhimu sana. Tumeshuhudia katika baadhi ya nchi kwamba mashirika yasiyo ya kiserikali, NGOs au asasi za kiraia zimekuwa zikihamasisha vijana kujiingiza katika maandamano na kusababisha taharuki kati yao na polisi na hivyo kuhatarisha usalama na mara nyingine hata kutokea vifo. Unatoa ushauri gani kwa asasi za kiraia au mashirika yasiyo ya kiserikali kuhusiana na jambo hili? Naomba niseme kwamba inapofikia swala la uchaguzi, kwa kweli mashirika hayatakiwi kusema kwamba yahamasishe. Si tumeyawapika, si tumewajenga, si wameona ajenda. Kwa hiyo ni kitu gani kinachowapeleka mitaani? Sasa hawa tunasema kwamba katika makundi tunayoyaongoza na tunayoyashirikisha, tunayowezesha na tunayowafundisha, wako wanachama. Wako wanachama wa vyama mbalimbali. Hatubagui kusema wewe wa chama fulani. Sisi kama shirika ndio hatuna chama, lakini wale tunaoongoza wana vyama. Sasa inapofikia hapa, wakati mwingine inawezekana ikaonekana kama ni asasi za kiraia ndio zinawasukuma. Hapana, hawa ni watu walio ndani ya asasi za kiraia kwa sababu wamekuwa ni actors wetu, lakini wana vyama vyao pale. Sasa wanapokuwa kwenye vyama, inashindikana mimi kwenda kuingia kule nianze kusema kutoa amri kwa chama kitafanyaje. Unaona? Sasa ndio hicho ambacho sisi tunawafundisha, kwa sababu wako kwenye vyama, wajaribu kuona ni jinsi gani masuala haya wanayachukulia kwa kuelewa na kufikia mahali hata unaponyanyuka uwe na agenda. Ni agenda gani inayokupeleka mitaani? Maana yake hii ndio elimu tunayotoa. Ikipeleka kwenye mitaa, maana yake ninasema kwamba hukunisikiliza, sasa nataka unisikilize. Sasa nyinyi kama mmewafundisha watu wakaelewa na wakayajua ni kitu gani kitakachonifanya mimi niwapeleke mitaani. Kwa hiyo mimi ndio nasema saa nyingine mnawaona kama ni mashirika yaliyosaidia. Hapana, ni kwa sababu sisi
tunawafundisha watu kwa ujumla. Wana vyama vyao vingi. Huko kwenye vyama wanaweza kuamua. Sisi tunachowafundisha ni wawe wawezeshaji wa kuelewa ajenda hata ndani ya vyama vyao, ili wakati mwingine kuzuia mambo ya namna hii. Kama kwa mfano tuna wale vikundi ambavyo ni vikundi vyetu, tuseme viko kwenye chama fulani vingi. Kwa nini wasiweze kuwaelimisha wenzao ukweli wa mambo? Kwa nini watoke barabarani? Kwa hiyo ni swala lao wenyewe. Kwa hiyo huwa tunajiuliza, hawakuiva kwenye zile ajenda zetu? Kwa hiyo kama sisi tumewafundisha hivi, kwa nini hawakuweza kuinfluence huku? Sasa inapokuwa kuinfluence ni kwa sababu na wenyewe ndani ya vyama labda hawako kwenye uongozi. Na kitu ambacho hata kwenye vyama, kama mko kwenye vyama, basi mafunzo tunayoyasaidia muingie hata kwenye vyama. Yaani muingie kwenye uongozi wa vyama. Mkisha ingia kwenye uongozi wa vyama, mtakuwa na sauti. Msipokuwa viongozi kwenye vyama, hamtakuwa na sauti, mtaburuzwa. Kwa hiyo ndio hicho ambacho sisi tunafanya. Kama kuna shirika ambalo linawatoa kweli kwa ajili ya hiyo, basi hilo ni shirika ambalo limeambatana labda na chama fulani. Sisi ukweli wa mambo ni kwamba tunaelimisha na tunaamini tunaoelimisha watumie elimu tuliowapa kuchuja mambo na kushawishi hata ndani ya vyama vyao, waweze kushawishi kwamba jamani, kwa nini tuende hivi tusiende hivi. Kwa hiyo ni vitu kama hivi. Mtazamaji, hapa studio niko na Bi Gema Kilimali, mwana harakati kutoka mtandao wa jinsia Tanzania. Tunazungumzia masuala ya uchaguzi, hususan kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Sasa kuna masuala ya uchochezi, kuchochea wananchi kutoshiriki uchaguzi. Sasa hivi karibuni Waziri wa Katiba na Sheria Dr. Damas Ndumbaro akiwa kule manispaa ya Bukoba mkoani Kagera, wakati akizindua kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia, aliwaeleza wananchi au aliwataka wananchi kutosikiliza maneno ambayo yanatolewa na baadhi ya viongozi wa vyama hususan vya upinzani, wakiwahamasisha wananchi kutoshiriki katika uchaguzi mkuu, kwani kwa kufanya hivyo ni kosa. Hebu kwanza tumsikilize, alafu tuzungumzie hilo takwa kwa wananchi. Kwa nini anawataka wananchi wasisikilize maneno hayo? Wamejitokeza watu wanawataka kuwazuia raia wa Tanzania wasipate haki yao ya kushiriki katika uchaguzi. Nimewasikiliza kwa makini, sijaona yoyote akizisema hizi sababu 4. Sijaona yoyote akisema Watanzania msishiriki uchaguzi wa Oktoba kwa sababu nyinyi sio raia. Msishiriki uchaguzi kwa sababu nyinyi sio machizi. Maana akikwambia mtu usishiriki, wewe ni chizi. Anayesema tusishiriki uchaguzi, maana yake anakuambia wewe ni mwenda wazimu, na kwa mujibu wa katiba huwezi kushiriki nini? Shughuli za uchaguzi. Au anasema wewe ni mhalifu ambao umetiwa hatiani, au hauna kitambulisho. Sijasikia mtu akisema sababu hizo. Na katiba inasema mbali na hizo hakuna sababu nyingine yoyote. Kwa hiyo maneno kwamba Watanzania tusishiriki uchaguzi ni maneno ambayo yanatutaka tuvunje katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hasa ibara ya 5 ibara ndogo ya 2. Sasa na kila kiongozi nchi hii ameapa kuheshimu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kila mwananchi anapaswa kuheshimu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wewe unayechochea wananchi wakiuke katiba, umepata wapi mamlaka hayo? Huyo ni Dr. Damas Ndumbaro, Waziri wa Katiba na Sheria. Umemsikia? Nimemsikia. Hebu kwa ufupi tu unazungumziaje kauli yake? Mimi naomba niseme hivi, swala la wanasiasa nafikiri kuna mahali ambapo hata sisi wenyewe tunaweza tukawakosoa. Moja, wameona ni nani anayeongoza hii, na wanajua kwamba wananchi wanaweza kasikiliza. Si wana vyama? Si wana vyama? Kwa nini simsikilize kiongozi wangu wa chama?
kama mimi nimeiva kwenye chama na chama changu kinaniambia hivi na mimi nina imani na chama, kwa nini siseme hivi? Kuvunja ni juu ya kile chama. Sasa mimi mamlaka ndio inatakiwa itishe viongozi wa vyama, kukaa nao na kukemea na kusema kwamba hili mnalokwenda kuliuza kwa wananchi mnavunja katiba. Lakini mimi wakiachia huku wanaenda, halafu huku kwetu sisi wakija na mabango msiwasikilize. Mimi ni mwanachama niliyeiva kwenye chama fulani. Unanitoaje ndani ya ile nilioiva? Sasa unaelewa? Kwa hiyo tunawaambia wanasiasa na viongozi, hata yeye Ndumbaro aelewe kwamba hii sio strategy, hii sio mkakati. Mkakati ni kusema hawa si ndio wanaoendeza, hebu tuwakamate. Hebu tuwaite, tukae nao kwenye meza moja, tuzungumze, tuseme jamani, pamoja na hiyo ndiyo haya matakwa yanaweza kuwa yanazungumziwa hivi, lakini msiende kwa namna hiyo kuwavunja moyo. Lakini mkiacha hivi, mimi ni mwanachama wa chama na chama changu ndio ninachokitaka. Sasa hii hapa wanaweza kumsikiliza, wanasikiliza wanasema huyu ngoja amalize tu, lakini sisi tunaendelea. Ndio kitakachoendelea, kwa sababu nina imani na mwenye na huyu anayeniambia. Ni vile vile kama tulivyo na imani na rais, atakachosema rais sinafuata kwa sababu nina imani na rais. Lakini mtu akija akasema hivi, mimi aniteki kwa sababu nina imani na rais, nikijenga imani na rais. Kwa hiyo mimi nafikiri wanasiasa na hasa viongozi na hasa hawa wanaojua sheria wawaite, wakae kwenye meza moja, wazungumze, wasituconfuse wananchi na wala wasiwalaumu wananchi. Wananchi wana haki. Hiyo ni haki yao ya kimsingi kufuata, kwa sababu chama chake ndio msingi wake. Kwa kumalizia sasa, au Esther sio? Ni kweli kabisa. Naona muda umetutua mkono. Natamani kwa kumalizia unatoa ushauri gani kwa wananchi tunapoelekea katika uchaguzi? Mimi kwa wananchi nasema hivi, kwa kweli tuna vyama, tuna uhuru. Mimi nasema tumieni haki yenu. Hicho ndio ninachosema. Tumia haki yako. Lakini vile vile wakati unatumia haki, jiandae na wewe mwenyewe kuchaguliwa, kuchagua na kuchaguliwa. Jiandae kuchagua na kuchaguliwa, kwa sababu na wewe ni kiongozi. Asante sana Mama Gema Kilimali. Mtazamaji, tunasema kazi na utu, tunasonga mbele, ndio kauli mbiu ya uchaguzi mkuu kwa mwaka huu wa 2025, uchaguzi unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu. Naam, shukrani sana Mama Gema Kilimali. Mtazamaji, Mama Gema Kilimali yeye ni mwanaharakati kutoka mtandao wa jinsia Tanzania TGNP, na leo tumezungumzia umuhimu wa mashirika sio ya kiserikali pamoja na asasi za kiraia kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu wa 2025. Mimi ni Esther Amandu Sizilamula. Asante sana kwa kuwa nami tangu mwanzo mpaka mwisho. Kumbuka INEC, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, ndio wasimamizi wa uchaguzi kwa mwaka huu. Hadi wakati mwingine, nasema asante na tukutane katika kipindi kijacho. Asante sana na kwa heri kwa sasa.